Kesi hiyo iliwasilishwa na Rosemary Mwakitwange pamoja na mawakili Deogratias Mahinyila na Edward Heche. Inampinga mwanasheria mkuu pamoja na chama cha wanasheria Tanganyika TLS ambacho kimejumuishwa katika kesi hiyo. Katika kinaga ubaga ni naye Mwakitwange, na hoja yangu ya kwanza, mliomba mahakama itengue uteuzi wa tume hiyo mkidai kwamba iliundwa kinyume cha sheria, haina uhuru wa kutosha, ina mapungufu ya kiutaratibu na inashindwa kuzingatia kanuni za utawala wa kisheria. Je, mlikuwa na vithibitisho vya kutosha kuhakikisha mnatetea madai yenu? Tulitumia haki ya asili kwamba kwa kigezo cha kawaida tuna akili timamu, hauwezi kujichunguza wewe mwenyewe kwenye matukio hata ya kawaida. Tusembuse tukio linalohusu mauaji ya maelfu ya Watanzania ambao mpaka sasa serikali yenyewe imeshindwa kutaja hata hiyo idadi. Sijui kama wanaijua ama hawaijui, lakini hakuna mtu anayejua akasema officially namba ni hii. Tunaambiwa kutokana na vyanzo mbalimbali ni zaidi ya Watanzania 10,000 wameuawa katika kipindi cha wiki moja tangu Oktoba 29. Kwa hiyo bila kuzungusha maneno ni kwamba ushahidi ni wa wazi. Mauaji hayakutokea, yalitokea. Vijana hawakuuawa, waliuawa. Serikali haituhumiwi, yani vyombo vya dola sio mtuhumiwa wa kwanza. Haya ni maswali ambayo hamna mtu anayepinga. Kwa hiyo niseme tu kwa ujasiri kwamba kwa vyovyote vile vigezo vipo, na ndio maana tulifika mahakamani kutafuta haki. Ni viashiria gani vya moja kwa moja mlivyowasilisha kuthibitisha kuwa tume haikuwa na uhuru wa kutosha kama mnavyodai? Cha kwanza ni muunda tume mwenyewe, kwa sababu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ndio aliunda tume ni mtuhumiwa namba 1 wa mauaji ya Oktoba 29. Lakini cha pili, hadidu rejea za tume yenyewe. Tume imeelekezwa ikachunguze mambo ambayo sio Watanzania wanayotaka. Watanzania wanataka wajue ni nani aliyetoa amri ya wananchi kupigwa risasi. Watanzania wanataka kujua ni Watanzania wangapi waliouawa. Watanzania wanataka kujua mpaka sasa kuna Watanzania ambao hawajapata miili ya marehemu yao. Hiyo miili iko wapi? Watanzania wanataka kujua kama wale waliokuta ndugu zao hospitali na baadaye hawakuwakuta walipelekwa wapi. Kwa hiyo hizo ndio tulitegemea zile hadidu rejea za tume yenyewe ikafanyie kazi. Sio mambo hayo mengine. Pengine hayo mengine yangekuwa ni mengineyo, lakini masuala ya msingi ya majibu yanayotafutwa na Watanzania hayamo kwenye hadidu rejea. Ni utaratibu gani sasa ulipaswa kufuata pengine ambao hamkuona labda kwa madai yenu umezingatiwa? Kwanza tulitegemea kuwepo na makubaliano ya uundwaji wa hiyo tume, ikiwemo hadidu rejea pamoja na wajumbe wenyewe wanaohusika kwenye hiyo tume, yani watoke kwenye makundi gani. Tulitegemea iwe ni jambo la ushirikishwaji, sio jambo la upande mmoja hasa unaotuhumiwa ndio ukafanya hayo mambo kwa kiherehere. Tulitegemea kwamba kama taifa tukubaliane kwamba kumekuwa na matatizo ambayo ni wazi hapo, na tukubaliane tunatokaje hapa. Mojawapo ni habari hiyo kwamba ya kutafuta sasa chanzo, na tunapozungumzia chanzo kwenye mazingira kama haya kutokana na uzoefu wa mahali kwingine ambako sisi hatuna, ni pamoja ya kuzungumzia kitu kinaitwa forensic, kuangalia kwenda kwenye kina cha ushahidi. Nimeona mkitaja pia Tanganyika Law Society. Ina wajibu gani ambao unadaiwa kutotekelezwa kwa mujibu wa katiba ya TLS au sheria ya mawakili? Ninyi mmetaja katika madai yenu, wana makosa gani hao? Tumewapeleka nao mbele kwa sababu wao kwa mandate yao ya uundwaji wao wana jukumu la kushauri mambo yote ya kisheria yanayopitia kwenye nchi hii, ikiwemo kushauri kwenye mambo hayo ni sheria gani zimekiukwa, katiba imekiukwa, imekuwaje. Kwa sisi tumewaona hapa TLS kama watuhumiwa, kama ilivyo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambao tulitegemea kwanza tangu mwanzo wangekuwa kwenye mstari wa mbele kusema kwamba mazingira haya kisheria si sawa. Lakini hata uundwaji wa tume kama ni kwa mujibu wa sheria, kama tunavyoambiwa kwamba rais ana mandate ya kufanya hivyo, tulitegemea wawe katika sehemu ya kushauri kisheria kwamba hilo jambo halijakaa sawa. Mmeweza kuzungumza nao au mmewapeleka tu katika kizimba cha mahakama? Sasa unajua mahakama ni mahali pa kutafuta pia mazungumzo, si ndio kaka yangu? Hauwezi kwenda kwenye mazungumzo ya kipembeni, hasa kwa sababu swala ni la kitaifa, sio la sisi kama wapeleka maombi. Kwa upande wa utetezi wanasema tume ikisha hapa bila kujua rekodi na historia ya wajumbe wahusika, wana haki ya kutekeleza
wajibu waliopewa kwa mujibu wa sheria. Ninyi mlitumia vigezo gani kuonyesha kwamba tume ilikusudiwa kufanya kazi kwa upendeleo au kiukaji wa haki kwa wasiwasi wenu? Kwa bahati mbaya, kumekuwa ni kawaida kwa muda mrefu sasa tunaoendaga mahakamani mara kwa mara, hasa kwenye hizi kesi za public interest litigation, kusikia watu wa upande ambao tumepeleka kufanya ufafanuzi wakituambia kwa mujibu wa sheria. Kwa sababu mujibu wa sheria unasema kwamba lazima wajumbe waape. Tulipoenda mahakamani tulitegemea tutaonyeshwa pasipo shaka kwamba hilo limetimia, na hilo lilikuwa mojawapo katika yale maombi yetu matano. Sababu na maombi matano. Cha pili, tuliambiwa kwamba tume kama hiyo itatangazwa kwenye gazeti, yani litakuwa gazeti linatoka siku ya Ijumaa tu kwa mujibu wa sheria. Sasa kama imetangazwa siku ya Alhamisi alafu mahakama inakuja na kuambia huo ndio mujibu wa sheria kwa chombo ambacho ndio kinatakiwa kisimamie sheria, kinaacha maswali mengi sana ndugu yangu. Kwa hiyo kusema tu kwa mujibu wa sheria sio kutumiza sheria. Tulienda mahakamani ili mahakama ituambie, je, hayo mambo yameenda kwa mujibu wa sheria? Na mpaka tunapozungumza mahakama imeshindwa kutuambia hilo, kwa sababu badala ya mahakama kuturuhusu mahojiano yawe kati ya wanasheria wetu na wanasheria wa serikali, mahakama yenyewe ndio ilikuwa inatujibu. Kuna usemi wa Kiswahili unasema ukijikwaa angalia ulipojikwaa, sio ulipoangukia. Sasa nyinyi mnavyodhani mmejikwaa wapi mpaka haya yamefikia kwa hivi? Sisi hatuoni mahali tulipojikwaa mpaka sasa. Sisi tunasema kwamba tulipeleka hoja 5 zote zikiwa na uzito sawa. Mahakama imetujibu hoja 2. Hata katika hayo majibu ya kutoridhisha imetujibu hoja 2. Hoja 3 zimeenda wapi? Kwa hiyo tumezungumza na mawakili wetu, lakini zaidi tumekuwa na majadiliano kwenye makundi mbalimbali ya Watanzania, kwa sababu kesi sio yetu, na wote kwa pamoja tumekubaliana kwamba tunasonga mbele. Kwa hiyo tunaenda kwenye rufaa, hata kama wengi wa Watanzania hawana imani kwamba huko mbele matokeo yatakuwa tofauti, kwa sababu tunazo hadidu rejea za kesi nyingi ambazo zimepitia mchakato huu na pia mbele zikazuiliwa, kwa sababu mahakama hizi ni hizi. Lakini sisi kama kina Tomaso na mimi binafsi na wenzangu tunaamini katika kitu wanasema wenzetu complete finishing. Tuwe na rekodi iliyofikia mwisho, sio ya kuishia katikati, ili siku historia ikija kutuhukumu ione kwamba hili jambo tulilisimamia mpaka mwisho, kwa sababu Watanzania walituamini na sisi hatutawaangusha. Unaonesha wazi kwamba mnakwenda kushindwa tena hata katika rufaa kwa kauli yako. Sitaki kusema hivyo. Nasema tukiangalia kesi za namna hii nyingi za huko nyuma, lakini hii sio ya huko nyuma, hii ni ya sasa. Muda umekwisha na tume ile ya kufuatilia uchunguzi wa matokeo yale ya Oktoba inakwenda ukingoni. Amoni mmepitwa na wakati? Kama unakumbuka hii kesi tangu mwanzo ni kama vile mahakama iliamua kulazimisha kutufanya tupite na wakati. Ndio maana ndipo tuliomba katika certificate of adequacy, hatukupewa katika muda huo. Na hata ilipokuja kupewa ilipewa mbele sana. Lakini Mungu si Athumani, tukaona tume yenyewe imeshindwa kutekeleza kazi yake katika muda uliopita, ikapelekwa mbele. Na mwisho wa siku haki haina kucheleweshwa. Lakini pia kwa upande mwingine mimi najiambia jambo ambalo mimi naliona limenifurahisha lakini limenihuzunisha, kwamba haya maombi tuliyopeleka kwenye mahakama zetu tukakataliwa, tukaonekana kwamba ni kama vile hamna, ndio ambalo leo limeamuliwa na Commonwealth. Sio tu sisi tunaenda kuomba tume huru, independent commission. Wenzetu wamekuja wamesema sio tu iwe independent, iwe inclusive. Kwa sababu mojawapo ya maombi yetu ambayo hatuoni kama yamejibiwa ni kusema kwamba haiwezekani tume ya kuchunguza matatizo yaliyokumba majority wakiwa vijana ni tume iliyojaa wazee retired wenye miaka zaidi ya yangu mimi 60. Na kushukuru sana kwa kushiriki kipindi hiki cha Kinagaubaga. Asante, na mimi nakushukuru kwa sababu pamoja na mambo mengine hiyo chombo kipekee kilichonihoji, vyombo vya ndani havina interest wala time na mambo kama hayo. Ni mtuhumu kiongozi nikimwita hivyo Rosemary Mwakitwange baada ya kesi yao ya kupinga tume ya kuchunguza madhila ya uchaguzi wa Tanzania kutupiliwa mbali. Asante, na mimi ni Sudi Mnete. Bado unaendelea kuisikiliza idhaa ya Kiswahili ya DW moja kwa moja kutoka hapa Bonn. Usiondoke.